Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas anataka EU iwe vitani dhidi ya Urusi na China. Mkuu wa mfuko wa uwekezaji wa moja kwa moja wa Urusi RDIF na mjumbe maalum wa rais wa Urusi kwa ushirikiano wa kiuchumi na nchi za kigeni Kirill Dmitriev amesema. Dmitriev ametoa maoni hayo kuhusu chapisho la video la Kallas ambapo anashangaa jinsi Umoja wa Ulaya unavyoweza kuzungumza juu ya kuchukua hatari zinazohusiana na China ikiwa haiwezi kushinikiza Urusi kikamilifu. Maneno ya mashinikizo ya vita ya Kallas ni kwamba anataka Umoja wa Ulaya upigane na Urusi na Uchina, Dmitriev aliandika katika ukurasa wake wa X. Kallas ambaye alichukua nafasi ya mwakilishi mkuu wa Umoja wa Ulaya kwa masuala ya kigeni na sera za usalama mwishoni mwa mwaka 2024 anajulikana kwa msimamo wake thabiti kuhusu Urusi. Akiwa waziri wa zamani wa Estonia, aliibuka kuwa mmoja wa watetezi wa wazi zaidi wa Uropa kwa kuiunga mkono Ukraine baada ya operation ya kijeshi mwaka 2022 iliyofanywa na Urusi nchini Ukraine. Katika jukumu lake la sasa ameshinikiza vikwazo vikali dhidi ya Moscow, kuongeza msaada wa kijeshi kwa Kiev na ushirikiano mkubwa wa ulinzi wa Ulaya kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la Sputnik News. Umoja wa Ulaya umekataa madai kwamba unatafuta vita na Urusi au China. Maafisa wa EU wameripotiwa wakisema kwamba maoni ya Kallas yanaonyesha mkakati wa kuzuia na kuaminiwa, wakisema kwamba Ulaya lazima iwe tayari kubeba gharama za kiuchumi na kisiasa ili kutetea sheria na usalama wa kimataifa. Umoja huo unashikilia kuwa haufuatilii mizozo ya moja kwa moja ya kijeshi na umeepuka kupeleka vikosi vya Umoja wa Ulaya katika vita nchini Ukraine. Lakini kutokana na namna ambavyo baadhi ya viongozi wanaonekana kwamba wanatafuta vita vya moja kwa moja na Urusi. Kuhusu Uchina, Umoja wa Ulaya umeieleza Beijing kwamba ni mpinzani wa kimfumo, huku ikiendelea kusisitiza umuhimu wa mazungumzo na ushiriki wa kiuchumi. Brussels imejaribu kupunguza utegemezi wa kimkakati bila kuunda China kama adui wa kijeshi, imeripoti shirika la habari la Sputnik la kutoka nchini Urusi. Wachambuzi wa mambo wanasema matamshi ya Dmitriev yanapatana na masimulizi mapana zaidi ya Kremlin yanayowaonyesha viongozi wa magharibi kama wachochezi wa vita, kwa kuonyesha sera za Umoja wa Ulaya kama kuongezeka kwa kutojali. Moscow inalenga kuhamisha uwajibikaji kwa vita vya Ukraine na kudhoofisha uungwaji mkono wa kimataifa kwa Kiev. Licha ya mabadilishano makali, maafisa wa Umoja wa Ulaya wanasisitiza kuwa diplomasia inasalia kuwa msingi wa mtazamo wao hata kama uhusiano na Urusi unaendelea kuzorota. Hata hivyo, mataifa ya Ulaya bado yanatamani kuishinda Urusi katika uwanja wa vita na wanatamani kuona kwamba Urusi inaachana na mpango wake wa kuteka maeneo katika taifa la Ukraine, na wanatamani kuishinda Urusi katika uwanja wa vita. Na ndio maana baadhi ya mataifa wakati huu yameona njia pekee ni kupeleka pia silaha nchini Ukraine, lakini baadhi ya mataifa katika umoja huu wa Ulaya yakitaka kupeleka silaha na wanajeshi wao nchini Ukraine. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia bila kusahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kufahamu ni nini kinachojiri katika ulimwengu.